kwanza ninapenda nichukue nafasi hii kwanza kupongeza uongozi wa shule hii, mwenyekiti, na kupongeza na walimu wako na vijana wako wote, majirani wote katika eneo hili. Naomba niwapongeze sana kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Petro Magoti. Nimesimama hapa kumwakilisha yeye. Naomba mpokee pongezi zetu za dhati. Ninawapongeza kwa sababu hawa watoto ni mabinti. Ni matumaini yangu mwalimu, hao kama walivyoingia ndivyo walivyotoka. Ndio maana nasema leo ninawapongeza mpaka majirani, kwa sababu sote tumeshirikiana kuwalinda hao watoto wadogo. Kwa hiyo niwapongeze sana. Lakini vile vile naomba kwa dhati ya moyo wangu, naomba niwapongeze walimu wa Joketi Mwegelo, mkishirikiana na mwenyekiti wenu wa bodi, mwalimu mkuu na nyinyi. Kwa kweli tunajivunia nyinyi. Tunajivunia nyinyi sana. Lakini vile vile kwa niaba mkuu wetu wa wilaya, mimi ninawapongeza sana kwa kazi hii ambayo mmeifanya ya kutukuka. Mmefanya hii kazi ni ibada, mmewalea hawa watoto. Leo wazazi wao wako hapa kuwapokea. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya ninawapongeza sana walimu wetu wa shule ya sekondari Joketi Mwegelo kwa kuwasaidia wazazi kuwalea hawa watoto. Ni matumaini yangu watoto wetu mnaondoka mkiwa mmesheheni maadili, utulivu, elimu na kila namna mmevipata hapa kupitia walimu wenu. Mwenyezi Mungu awalipeni wema, na sisi tunawapenda sana na tunajivunia sana. Lakini vile vile naomba niwapongeze wazazi. Naomba niwapongeze wazazi kwa kuchukua fursa kuwaleta watoto wenu katika shule hii iliyoko Kisarawe kuja kupata elimu. Niwapongeze sana wazazi. Niwapongezeni sana. Watoto wenu hao mnawaona, tunawarudisha katika mikono yenu wakiwa salama usalimini. Kama walivyokuja ndivyo ambavyo wanarudi katika mikono yenu. Lakini wanapoondoka, wanaondoka na vitu vya ziada. Wanaondoka na maadili, wanaondoka na utulivu, wamepata na elimu. Si ndicho mlichowaletea hapa? Basi tunaomba mkatusaidie kuendelea kuwalea ili wakawe raia wema wa taifa hili. Tukapate madaktari hapo, tukapate walimu, tukapate mapilot hapo, tukapate madiwani, tukapate DC mwingine mahiri hapo. Kwa hiyo tunawaomba mkatusaidie kuwalea katika namna ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile wazazi tunawaombeni sana muendelee kuwahimiza wazazi wenzetu kule mnakotoka, walete watoto wenu katika shule hii, walete watoto wao katika shule hii. Hii shule ni nzuri sana. Tunaomba sana leteni watoto wenu tuwalee. Kisarawe inaweza kuwalea watoto wenu katika shule hii na mashule mengine yote. Tunaweza kulea watoto. Kwa tuleteni watoto wenu. Sawa wazazi wetu mtatuletea watoto wenu, si ndio? Tunaomba mtuletee. Lakini vile vile naomba niwapongeze kwa dhati ya moyo wangu watoto wangu wazuri. Hongereni sana. Mimi nimefurahi mno na ninajivunia nyinyi. Ninatambua sana sisi watoto wa kike kufika kwetu tunapofika hapo, tulipofika hapo, sio kazi nyepesi. Kuna watu walituinda, wakatukatia tamaa, wakatusema hatuwezi, wakatuambia kila namna za maneno. Lakini leo mmevishinda vita, na wapenda. Na hongereni sana. Ninakuombeni sana. Ninawaombeni sana. Mtihani si bado wanajiandaa kufanya mtihani, mwalimu mkuu. Tunajiandaa kufanya mtihani. Endeleeni kufanya bidii katika kipindi hichi chenu kifupi kilichobaki. Jitahidini sana kukesha, kwa sababu kukesha ni kwa muda mfupi tu, si ndio wanangu? Jitahidini kukesha. Nimeona hapo kuna watu wa CBG, PCB, HKL, HG, nyote mpo. Kila mmoja akalipata lile ambalo nafsi yake inatamani kuwa. Nimeona watu hapo wameshaenda extra mile, wanajiita madaktari. Very good. Unachokiota ndicho unachokuwa. Sawa wanangu Ongezeni bidii, mwende mkapate matokeo mazuri. Future inakusubiri ni nyinyi. Mmenielewa wanangu wazuri? Kwa hiyo jitahidini, na sisi wazazi wenu tunakutakieni kila laheri katika mitihani yenu, lakini tunawatakia pia baraka, maisha mema yenye utulivu baada ya kumaliza mitihani yenu na kurudi mtaani. Tunawasihi sana sisi wazazi wenu, nendeni mkawe raia wema wa taifa hili. Taifa linawategemea.
Mkisikia neno lile taifa la kesho, ndio nyinyi kesho imefika. Tunaomba mkajitahidi sana, kazilindeni afya zenu. Kazilindeni afya zenu. Mtaani kuna maradhi. Wale watu bado wapo wanawawinda wale. Bado mko msituni. Kazilindeni sana afya zenu. Kajikingeni na maradhi, kajikingeni na ugonjwa mbaya wa HIV. Nendeni mkajilinde nao. Na wazazi tunakuombeni, hao watoto tunawarudisha wakiwa salama. Mtusaidie, mjisaidie nyinyi wenyewe kuwalinda hao watoto. Hawa ndio viongozi wa baadaye katika familia zenu, lakini na katika taifa hili. Lakini vile vile ninaomba niwakumbushe sana watoto wangu wazuri, nidhamu. Nidhamu ndio inasimamisha kila kitu. Ndio inabeba kila kitu. Unaweza ukawa una akili za darasani unapata first class, lakini huna nidhamu. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi na wewe wala kuishi nawe. Si ndio jamani? Wazazi nakosea? Nidhamu ndio inasimamisha kila kitu. Kwa hiyo uwe una akili, ukapangwa na nidhamu, ukapangwa na utulivu, wewe utakuwa binti bora au kijana bora. Kwa hiyo ninawasihi sana muwe na nidhamu. Endelezeni yale ambayo walimu wenu kwa kushirikiana na mwalimu wenu mkuu wamekufundisheni. Nendeni navyo na mkawafundishe wale mtakao wakuta kule tunakorejea, ili wayaige mazuri ya Kisarawe. Tumeelewana watoto wangu wazuri? Lakini vile vile katika risala tumesikia hapa, tumesikia mwalimu mkuu mkiomba kupatiwa ukuta katika shule hii. Changamoto ni ukuta. Ni kweli tumeona na serikali imeona, na sio tu hapa, tunayo na shule yetu ya kule ya vijana wetu wa Minati. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi tutaungana na mimi. Hilo jambo lipo mikononi mwa serikali, tayari limeanza kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tutawalinda watoto wetu wote wa hapa pamoja na Minati. Kisarawe ndio geti taifa na kule Minati. Kwa hiyo tumelichukua, serikali imelichukua. Lakini na yote ambayo mmeyasema katika risala yenu, mmesema mnahitaji TV, hili tumelibeba. Mmesema mnahitaji photocopy machine, lakini na kompyuta hazitoshi kwa sababu sasa hivi dunia inaendeshwa na masuala ya mifumo, si ndio, mitandao. Kwa hiyo hili nalo pia serikali imelibeba, tutakwenda kulichakata. Mwalimu mkuu tutarudi, tutaona namna ambayo tunasaidia watoto wetu hawa na wao wawe wa kisasa. Tumeelewana wanangu? Mimi jamani sina mengi ya kusema. Najua wazazi tumetoka mbali, tumekuta hali ya hewa ya Kisarawe kidogo ngumu, miundombinu imekuwa migumu, imeharibika. Baada ya kumaliza hapa tutapona zoezi la kutoa vyeti. Lakini kwa niaba mkuu wetu wa wilaya, mimi naomba niendelee kuwapongeza vijana wetu, walimu wetu, majirani, ndugu, waheshimiwa madiwani wetu, na nyinyi mchango wenu ni mkubwa sana katika shule hii. Leo mmekuja hapa kushuhudia mlichokijenga ni hiki hapa. Wadau mbalimbali wa maendeleo, wadau wa elimu, wazee wetu wa vyama na serikali, wazee wetu wa dini, viongozi wetu wa dini, tunakushukuruni sana. Leo sote hapa tuko tunajivunia kwa pamoja. Baada ya kusema hayo, naomba niwatakie kila laheri watoto wetu, lakini tunaomba sana mtuletee watoto wenu wengine tuwalee. Tunaomba sana chonde tuleteni watoto wengine tuwalee. Baada ya kusema haya, naomba niseme watoto wetu tunawapenda, tunawatakia kila laheri na Mwenyezi Mungu awabariki nao wahifadhi mnakoenda. Asante sana. Madam Mariam Alfani Mpunga, mkuu wa shule ya Keti Mogero. Kiukweli leo tuna mahafali ya 4 ambayo tumeweza kuhakikisha kuandaa watahiniwa takribani 241 ambao wenye michepuo ya art na science. Tunafarijika kwa sababu viongozi wa halmashauri wamekuwa sehemu ya maisha yetu, lakini pia changamoto zetu wamekuwa kizichukua na kuzifanyia kazi. Katika risala ambayo tumemsomea mgeni wetu rasmi, tumeweza kubainisha pale changamoto ambayo tunaipitia. Changamoto kubwa ni uzio, na mgeni wetu rasmi amechukua, lakini pia nyumba za walimu. Hakuna nyumba za walimu, kiasi ambacho inapelekea baadhi ya walimu kuishi mbali na eneo hili la kazi, na ukizingatia hao ni watoto wa kike. Tunapaswa walimu wawepo mazingira haya waweze kuwafundisha na kuwasimamia na kuwalinda. Lakini pia uzio utatusaidia kupitia wanyama wakali. Sisi tupo karibu na pori kubwa sana ambalo hili kuna wakati ni changamoto, wanyama wakali huwa wanaingia. Kwa hiyo kupitia uzio, sera la runinga, mimi nadhani ni kweli wameomba, kwa sababu kuna wakati lazima hata ukiwa shuleni upate taarifa mbalimbali za dunia inaendaje. Kwa hiyo mimi nadhani mgeni rasmi amelichukua na amesema atalifanyia kazi. Tumefarijika sana. Kuhusu performance
Nyumba za walimu ni changamoto, na tayari tunashukuru naibu waziri wa elimu Mheshimiwa Wanu alikuja hapa akatusaidia milioni 20, lakini ile foundation ya chini tulianza kwa michango ya wazazi na kiasi kikubwa alitoa Mheshimiwa Jafo ambaye mbunge wetu na Mheshimiwa Petro Magoti mkuu wetu wa wilaya waliweza takriban kumaliza ule msingi wa chini, lakini juzi mbunge ameongeza nguvu ya simenti 100. Lakini pia tunaamini kabisa kupitia hiyo milioni 20 tuna sehemu tutafikia, na tunaiomba serikali kwa sababu idadi ya walimu ni wengi na nyumba ziko 3 tu, kwa hiyo hazikizi haja ya idadi ya walimu. Tunaomba tusaidie. Kwa sasa tumeweka michepuo wa art pamoja na science. Sisi kwanza tunajivunia kwa sababu mwaka jana tuliweza kupata scholarship ile ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa watoto 5 kupata PCB.5. Kwa hiyo mama amewapa mkopo pale Muhimbili. Kwa hiyo tunaamini kwamba mwaka huu watafanya zaidi, kwa sababu watoto wa kike wakiona wenzao wanafanya, wao wanapata morali ya kufanya zaidi. Kwa tunaamini mwaka huu matokeo ni mazuri. Tangazo tusikilizane hapa jamani. Walimu wa madarasa wote